Kamanda wa majeshi kutoka nchini Ukraine ameagiza rasmi wanajeshi wake waweze kuondoka huko Sudiza mkoani Kursk nchini Urusi. Je, imekuwaje mpaka pia kamanda huyu ameweza kuagiza wanajeshi waweze kuondoka huko Sudiza mkoani Kursk nchini Urusi? Basi karibu sana, pia utafahamu kiundani kabisa kila ambacho pia kimesababisha kupelekea kamanda huyo kuagiza wanajeshi wake waweze kuondoka huko Sudiza mkoani Kursk. Baada ya ripoti ya kamanda majeshi ya Ukraine pia kuagiza wanajeshi wake kuondoka huko Kursk Sudiza, pia nitakufahamisha kuhusu hotuba fupi ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin baada ya kuwasili huko mkoani Kursk nchini Urusi. Pia utasikia ripoti fupi au hotuba fupi ya kamanda majeshi kutoka nchini Urusi kutokea huko mkoani Kursk. Vikosi vya Ukraine vimepokea amri ya kuondoka katika mji wa Sudiza mkoani Kursk nchini Urusi. Kamanda mkuu wa kikosi cha wanajeshi wa Ukraine anayefahamika kama Alexander Syrsky ameweza kusema hivyo kuhusu agizo hilo, ambako vitengo vya vikosi vya ulinzi ikiwa inahitajika vinaweza kufanya ujanja ili kuhamia nafasi za faida zaidi. Kwanza kabisa, hiyo inatumika kwa sehemu isiyo na rubani na mali ya moto wa sanaa. Alitoa maagizo hayo yote muhimu kwa athari hiyo, na aliweza kuandika hivyo kamanda huyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram kuhusu wanajeshi wake kuondoka huko Sudiza mkoani Kursk nchini Urusi. Kamanda mkuu wa majeshi kutoka nchini Ukraine hakutangaza moja kwa moja kujiondoa kwa Ukraine katika jiji hilo, lakini alisema ya kuwa operesheni za mapigano zinafanyika katika vitongoji vya Sudiza na maeneo ya karibu na mji huo. Vikosi vya Urusi sasa vinaendelea kutoa kipigo kikubwa kwa makundi ya Kiukrainia katika mkoa wa Kursk na kukomboa makazi takriban 5 katika siku la kuisha kupita, ikiwa ni pamoja na jiji la Sudiza. Vyombo vya habari vya Ukraine viliweza kuripoti jana Jumatano alasiri ya kwamba wanajeshi wa nchi hiyo walikuwa wamefukuzwa nje ya jiji kubwa, lakini hakukuwa na maoni yoyote kutoka kwa amri ya jeshi la Ukraine. Licha ya ripoti fupi ya kamanda majeshi kutoka nchini Ukraine kuhusu kuamuru wanajeshi wake kuweza kuondoka huko Sudiza mkoani Kursk nchini Urusi, na hii ni hotuba fupi ya rais wa Urusi Vladimir Putin baada ya kuwasili katika mkoa wa Kursk nchini humo. Alianza kwa kusema jeshi la Urusi linahitaji kushinda jeshi la Ukraine katika mkoa wa Kursk haraka iwezekanavyo na kuanzisha eneo la usalama la kikanda, rais wa Urusi alisema. Pia kamanda mkuu alisema wakati wa ziara ya kamanda wa kikundi cha Kursk, ambapo alisikiliza ripoti ya jenerali wa jeshi Valery Gerasimov, mkuu wa wafanyakazi wakuu wa kikosi cha wanajeshi wa Urusi na naibu wa kwanza wa waziri wa ulinzi. Mkuu wa nchi aliwataka makamanda kufikisha shukrani zake kwa askari wote walioshiriki katika operation ya Kursk na kuashiria hali ya kigaidi ya vitendo vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni katika jimbo hilo. Rais wa Urusi alitembelea mkoa wa Kursk kwa mara ya kwanza tangu uvamizi wa Ukraine, ambapo awali alipanga kushiriki pia katika mkutano wa kiuchumi katika makazi yake huko Novo Ogarovo nje kidogo na Moscow, lakini msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema baadaye ya kwamba mkutano huo uliahirishwa kwa sababu ya mabadiliko katika ratiba ya kazi ya rais. Kremlin pia baadaye ilishiriki picha ya safari ya rais wa Urusi Vladimir Putin akiwasili mkoani Kursk, ambako pia Putin aliweza kusema vikosi vya wanajeshi wa Urusi au vikosi vya nchi yake vinapaswa kumshinda adui, yani Ukraine, aliyejikita katika mkoa wa Kursk na kushiriki katika shughuli za kijeshi hapa na kufanya hivyo haraka iwezekanavyo. Mkoa wa Kursk unahitaji kukombolewa kikamilifu na hali ya mpakani inahitaji kurejeshwa, na kwa kweli tunahitaji pia kufikiria juu ya kuunda eneo la usalama
kwenye mpaka wa serikali katika siku zijazo. Ninatarajia ya kwamba kazi za kupambana zinazokabili vikosi vyetu hakika zitafikiwa na mkoa wa Kursk utakombolewa kikamilifu kutoka kwa adui katika siku za usoni. Watu ambao wako hapa katika mkoa wa Kursk wanaofanya uhalifu dhidi ya raia na kupigana na vikosi vyetu vya jeshi, vyombo vya kutekeleza sheria na huduma za usalama ni magaidi kwa mujibu wa sheria za Urusi. Hivi ndivyo ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi inavyoainisha vitendo vyao, na ni chini ya kanuni ya jinai makala kuhusu ugaidi, ambapo kamati ya uchunguzi ya Urusi imeanzisha uchunguzi wa uhalifu dhidi yao. Kuhusu wanamgambo wa Ukraine waliotekwa katika mkoa wa Kursk, kulingana na sheria za Urusi, tunapaswa kuwatendea watu hawa kwanza kabisa kama magaidi. Tunapaswa kumtendea kila mtu kiutu, kila mtu anayeangukia mikononi mwetu. Hata hivyo, ningependa kusema ya kwamba mamluki wa kigeni hawahusiki na mkataba wa Geneva wa mwaka 1949 kuhusiana na matibabu ya wafungwa. Putin pia aliendelea kusema, ningependa kutaja vitengo ambavyo nimekuwa nikisikia sana hivi karibuni ni idara ya 76 ya walinzi wa mashambulizi ya ndege, pia kitengo cha mashambulizi ya ndege ya walinzi wa 106, walinzi wa 11 watenganisha kikosi cha mashambulizi ya ndege, walinzi wa 83 wa kikosi cha mashambulizi ya ndege, kikosi cha mashambulizi ya ndege cha 5, kitengo cha mashambulizi ya ndege, walinzi wa saa 155 wa meli ya Pacific wanatenga kikosi cha wanamaji, na kikosi cha 810 cha wanamaji cha Black Sea Fleet. Hicho pia ndicho ambacho rais wa Urusi aliweza kuzungumza baada ya kuwasili huko mkoani Kursk nchini Urusi saa chache ambazo zimekwisha kupita, hasa jioni ya Machi 12 kuamkia Machi 13, yani siku ya leo Alhamisi. Pia kamanda mkuu wa majeshi yeye pia aliweza kutaja kikosi cha 177 cha walinzi wa baharini wa Caspian Flotilla, kikosi cha 22 cha bunduki za kitengo cha 72 na kikosi cha 1220 cha kitengo cha 3 cha bunduki. Kikosi cha 34 cha walinzi wa rifle kilifanya kazi maalum katika wiki iliyopita. Rais pia aliweza kudokeza hivyo, ambako pia kitengo cha kikosi maalum cha Akamati na kitengo cha kujitolea cha veteransi tayari vimetajwa kwa kuwa vimekuwa na ujasiri na ufanisi mkubwa. Pia alipenda kuwashukuru viongozi au uongozi wa kurugenzi kuu ya operation ya wafanyakazi mkuu kwa kazi yao. Pia kundi la vikosi vya Ukraine katika mkoa wa Kursk limezingirwa na linaharibiwa polepole. Gerasimov aliweza kuripoti hivyo kwa kamanda mkuu wa majeshi ya nchi hiyo. Kikundi cha vita cha Kursk kiliweza kukomboa makazi 24 na kilomita za mraba 259 katika mkoa wa Kursk katika siku 5 zilizopita peke yake, ambako takribani 19% ya hasara ya wanajeshi wa Ukraine imerekodiwa katika eneo dogo la Kursk, pamoja na zaidi ya 40% ya upotevu wa vifaa ikiwa watahesabu hasara zote katika miezi 6 ya mapigano katika jimbo hilo. Zaidi ya kilomita za mraba 1100, yaani zaidi ya 86% ya eneo lililokaliwa na adui limekombolewa katika operesheni za kukera, ambako adui yani Ukraine amepoteza zaidi ya wanajeshi 67 tangu mapigano ya anze katika eneo la Kursk, huku pia ikiwa ni pamoja na baadhi ya wanajeshi waliofunzwa vyema na waliohamasishwa na askari wa Kiukrainia na askari wa kigeni. Kwa sababu hiyo, eneo linalokaliwa na jeshi la Ukraine limepungua zaidi ya mara 2.5. Jeshi la Urusi pia linaendelea na operation ya kuangamiza au kuondoa wanajeshi wa Ukraine katika eneo la Kursk, lengo likiwa ni kukamilisha ukombozi wa eneo hilo na kufikia mpaka
wa Urusi haraka iwezekanavyo. Vikosi vya Urusi vinavyozuia shambulio la Ukraine kwenye mkoa wa Kursk vimeweza kuvuka mpaka wa serikali hadi mkoa wa Sami katika maeneo fulani, ambapo wanaendelea kuharibu hifadhi za adui na kupanua eneo la usalama. Zaidi ya wanachama 600 wa huduma ya Urusi walishiriki katika operation ya kuingia kupitia bomba la gesi kwenye ulinzi wa adui katika mji wa Sudisa na vitengo vya Akhmati na Veterans Brigade 11 na kikosi cha 30 hasa wakijitofautisha, ambako vitendo hivyo vilimshangaza adui yani Ukraine na kuwafanya warudishe ulinzi wao, huku wakichangia mashambulizi yao katika mkoa wa Kursk. Vitendo vya kikosi cha 34 cha kikosi cha bunduki za motoni, kikosi cha 22 cha bunduki, kikosi cha 9 cha bunduki na vitengo vingine vilifanya uwezekane kuikomboa Malaya Lokinya na makazi ya jirani yake, ambako Ukraine au adui alipata hasara kubwa na vikundi vidogo vya adui vilianza kurudi kusini na kupoteza askari zaidi kutoka kwa mashambulio ya Urusi ya kivita na drones. Kamanda pia aliweza kuhutubia hivyo kwa Putin baada ya kuwasili huko mkoani Kursk kupata ripoti nzima ya operation kuhusu ukombozi wa mkoa huo.